Na mtazamaji wa Faruku Online TV, hii ni taarifa kuhusiana na mwenge wa uhuru kwa mwaka 2025 kwa halmashauri ya manispaa Mtwara Mikindani, ambapo mwenge wa uhuru umetembelea jumla miradi 6 yenye thamani ya shilingi milioni 995, huku miradi mingine pia ikiwa kwa jumla msingi na mingine imekwisha zinduliwa tayari. Moja miradi ambayo imetembelewa na mwenge wa uhuru ni pamoja na ujenzi ama mradi wa vijana wa ufyatuaji wa tofali uliopo kata Ufukoni hapa manispaa Mtwara Mikindani, ambapo vijana hawa basi wanajishughulisha na swala zima la utengenezaji na uuzaji wa tofali. Lakini pia mwenge wa uhuru ulitembelea pia eneo ama ujenzi wa shule ya sekondari ya Tandika iliyopo kata Tandika hapa manispaa Mtwara Mikindani, ambapo mwenge wa uhuru umeweza kuzindua rasmi shule hiyo ili sasa iweze kuwa sehemu mojawapo ya matumizi. Maana na hilo pia mwenge wa uhuru umezindua ofisi ya mtaa uliopo mtaa wa Msikitini kata Majengo, ambapo pia ofisi hii basi imejengwa kwenye sehemu ya ofisi ya mfano kwa hapa manispaa Mtwara Mikindani. Lakini pia mwenge wa uhuru ulitembelea na kuweka jiwe la msingi kwenye zahanati na hapa pia mwenge wa uhuru umeweka jiwe la msingi kwenye jengo la OPD, ambapo pia kwa hapa ameweza kusifu uwekezaji ambao umefanyika hasa kutenga fedha za mapato ya ndani kwa halmashauri ya manispaa Mtwara Mikindani. Samia oye. Lakini ndugu zangu wananchi, mwenge wa uhuru umefika hapa, umejionea mradi mkubwa wa kituo chetu cha afya. Kituo cha afya ambacho kinaenda kutatua changamoto ya wananchi katika eneo hili. Naomba tujipigie makofi mengi sana. Na mimi nataka niwaambie ndugu zangu wananchi, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan wakati anawapa maelekezo wakurugenzi wa manispaa, wakurugenzi wa halmashauri, wakuu wetu wa wilaya pamoja na wakuu wa mikoa, aliwaambia kwamba hakikisheni katika fedha mnazokusanya katika mapato yenu ya ndani unaleta maendeleo kwa wananchi juu ya kuzitumia fedha hizo. Na ndio maana leo hii halmashauri na manispaa zimerahisishiwa baadhi ya mambo. Ndio maana unakuta barabara nyingi za lami zinasimamiwa na serikali kwa maana serikali kuu, lakini pia hii miradi mingine ambayo wananchi inaenda kuwasaidia moja kwa moja inawasaidiwa na wenzetu wa manispaa. Kwa kweli tuwapigie makofi mengi sana wenzetu wa manispaa. Na tuwapigie makofi kwa sababu leo hii kituo hiki cha afya ambacho wamekijenga hapa ni fedha ambazo zinatokana na mashirikiano baina ya manispaa na wananchi wa eneo hili. Na haya mumeonyesha mapenzi makubwa kama wananchi juu ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mimi nataka niwaambie wananchi wa eneo hili kwamba sisi wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa tumeenda kukagua kituo chetu kile. Kwa kweli kituo kile kimezingatia mahitaji yote ya wananchi wa eneo hili. Kipigeni makofi. Mwenge wa uhuru oye. Mwenge wa uhuru safi. Mtawanya oye. Nasubutu kuyasema hayo kwa sababu wakati mimi mwenyewe nazunguka mule kila chumba DMO ananipitisha, moja kati ya kitu ambacho nimefurahi kupata huduma ya kuzalia wa mama zetu mule ndani. Jipigeni makofi. Naamini moja kati ya changamoto ambazo zilikuwa zinatukumba ni hizo. Leo hii wanamtawanya kutoka hapa kwenda kufuata huduma ya kujifungua mahala pengine ambapo pengine pana kilomita zaidi ya 1 hadi 2. Ni masafa marefu sana. Na ni jambo ambalo tunaweza hata kumpoteza mama pamoja na mtoto wake. Kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa na kamati yako yote, naomba nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametupa kibali cha kukutana nanyi kwa siku hii ya leo. Lakini kwa namna pekee naomba nikushukuru mkimbiza mwenge pamoja na jopo lako. Tunakushukuru sana kuja kututembelea kwenye kituo chetu cha afya Mtawanya. Kama alivyoeleza mkuu wetu wa wilaya, tumeendelea kutekeleza shughuli za serikali na maagizo, na ndio maana manispaa ya Mtwara Mikindani kupitia mapato yake ya ndani tukaja kuwekeza Mtawanya, tukitambua Mtawanya kuna watu wengi, lakini pana hatua kidogo kufika kwenye hospitali yetu ya wilaya. Kwa hiyo sisi tunakushukuru kwa namna ambavyo umeendelea kutupa matumaini ya kwamba kituo chetu kimekaa vizuri, lakini sisi wana Mtwara na akina mama wote tunatoa salamu kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunaendelea
Lakini mwenge wa uhuru umeweza kuzindua rasmi jengo la HFM ama kituo cha redio cha HFM kilichopo mtaa wa Ligula A, kata ya Chuno. Pamoja pia mwenge wa uhuru ama kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru aliweza kuzungumza mengi kuhusiana na kile ambacho amejionea, lakini kubwa zaidi pia amewasihi wananchi kuendelea kujitokeza kwa mwaka huu kuweza kupiga kura ili kuchagua nafasi ya rais, wabunge na nafasi ya madiwani kwa ngazi ya kata. Taarifa zetu muda wowote na wakati wowote na wakati sahihi na kwa muda unaotarajiwa. Naomba tuwapigie makofi mengi sana. Lakini jambo la pili, ni washukuru na niwapongeze kwanza kwa uwekezaji huu mkubwa ambao wameufanya, kwa sababu leo hii kuweka chombo cha habari ambacho kitakwenda kutoa taarifa moja kwa moja kwa wananchi wote muda wowote na kwa tukio lolote ambalo litatokezea ndani ya maeneo yetu. Hii sio kazi rahisi. Ni kazi ambayo inahitaji elimu na taaluma na maarifa juu ya kuifanya kwake. Na ndio maana hata wale wanaokusanya taarifa katika maeneo mbalimbali lazima wanatakiwa wawe makini juu ya taarifa ambazo wanazitoa. Ndio maana leo hii tumefika na mwenge wa uhuru, kwa sababu serikali imewaamini na sisi wenyewe wakimbiza mwenge wa uhuru tumekuja kujionea huo uaminifu ambao serikali imewaamini. Lakini jambo la tatu na la mwisho, niendelee kuwashukuru na kuwapongeza kwa kuendelea kuunga mkono jitihada za serikali. Kwa kweli tumejionea jinsi gani wa taarifa zao na wasilishaji wao, lakini pia wanapotoa taarifa na kuunga mkono jitihada za serikali juu ya maeneo mbalimbali. Wametuambia kwenye taarifa yao, moja kati ya majukumu yao ni kuhakikisha kuonesha yale yote yanayofanywa juu ya utekelezaji wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Naomba tuwapigie makofi mengi sana. Naam, tumefika tamati juu ya taarifa hiyo kuhusiana na mwenge wa uhuru kwa mwaka 2025. Nikukumbushe usisahau kusubscribe na kuweza kucomment channel yetu ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu. Hii ni Faruku Online TV na mimi ni Faruku Munyani. Bye bye.